Serikali imesema inaenzi kwa vitendo dhamira ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kuwaletea wananchi huduma zote za ndani na nje. Ameyazungumza hayo Waziri wa Ardhi, Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Rahma Kasim Ali, ambaye ni mgeni rasmi katika uwekaji wa jiwe la msingi hanga la chuo cha mafunzo huko Bumbwini, mkoa wa Kaskazini Unguja, ikiwa ni shamra za maadhimisho miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Amesema umefika wakati kwa vikosi hivyo kwa kujenga nyumba za ghorofa, kwani zitachukua muda mrefu, na kuwataka kutunza rasilimali zinazopatikana katika hanga hilo sambamba na kudhibiti eneo zima ili kujiepusha na uvamizi. Ndugu maafisa, askari na wananchi kwa ujumla, ujenzi huu wa hanga umefikia hatua nzuri, na ndio maana leo tumekusanyika hapa kuwekewa jiwe la msingi. Ni vyema uongozi wa chuo cha mafunzo ukazidisha kasi ya ujenzi ili liweze kumalizika kwa haraka na liweze kutoa huduma zilizokusudiwa kwa maafisa na askari wa kambi hii ya Bumbwini, ambao kwa muda mrefu wanapata usumbufu wa kuja na kurudi mjini na maeneo mengine. Aidha, nitoe ushauri kwamba umefika wakati kwa vikosi vyetu vipange na kujenga mahanga ya ghorofa, kwani nyumba za ghorofa zinadumu muda mrefu na zinadhibiti matumizi bora ya ardhi. Aidha, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Isa Mahfudh Haji, amesema miongoni mwa maendeleo makubwa aliyoyapata katika uongozi huu wa awamu ya 8 ni kujengewa kwa ofisi mbalimbali ikiwemo Kilimani, Pemba na ujenzi wa hanga la Bumbwini. Amesema ujenzi wa hanga Bumbwini ulianza tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kutarajiwa kumalizika Juni mwaka huu, ambao utakuwa na ukubwa wa urefu mita 43, wenye lengo la kupunguza changamoto kwa wakazi wapiganaji hao sambamba na kunufaisha askari 80 ambao wataweza kuishi na kufanya kazi zao. Mradi huu wa ujenzi wa hanga kwa ajili ya maaskari wa chuo cha mafunzo hapa Bumbwini ulianza rasmi tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 na unategemewa kumalizika mwezi wa Juni mwaka 2026. Ujenzi wa hanga hili utakuwa na ukubwa wa urefu wa mita 43 na upana wa mita 12 sawa na kilomita za mraba 516. Hanga hili litakapokamilika litakuwa na vyumba 20 na vyoo 8 pamoja na kumbi 2. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa ujenzi wa hanga ni mwendelezo wa miradi ya kuwajengea mazingira bora wapiganaji wa chuo cha mafunzo, ambapo kukamilika kwake kutapunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya makazi kwa wapiganaji wa kambi hii ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya kazi katika mazingira magumu kutokana na uhaba wa makazi. Hivyo basi, hanga hili litanufaisha askari 80 ambao wataweza kulala na kufanya kazi na kufanya makazi yao hapa Bumbwini. Akitoa maelezo mafupi, afande kamishna wa chuo cha mafunzo kambi ya magereza, Kamishna Hamis Bakari, amesema hii ni historia kwa chuo cha mafunzo kwa kujenga hanga ili kuondolea changamoto wafanyakazi hao. Hivyo ujenzi huo si tu kuimarisha utendaji kazi wa waajiri wao. Amesema jengo hilo litabaki kuwa kumbukumbu kwao, kwani wamejenga wenyewe, wana mafunzo, na kusema ujenzi huo umeokoa gharama za utekelezaji sambamba kupunguza uhaba wa kazi na kunyanyua ari kwa wafanyakazi wao. Muonekano wa hanga hili ni kazi bora sana iliyofanywa na wanakandarasi wazalendo na mafundi mahiri wa chuo cha mafunzo. Kimsingi, nguvu kazi inayotumika katika ujenzi huu kuanzia mafundi hadi vibarua ni wapiganaji na wanafunzi wetu kutoka chuo cha mafunzo. Jambo hili linaonyesha ukomavu wa kikosi chetu katika masuala ya ujenzi na usimamizi wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, matumizi ya wapiganaji wetu katika ujenzi unapunguza gharama za miradi. Hakika mradi huu ungetekelezwa na kampuni za uraiani ungegharimu fedha nyingi zaidi ya hizi zilizotumika. Kwa hakika wapiganaji wetu wamefanya kazi kubwa na nzuri ya kuhakikisha hanga hili limekamilika kwa wakati na kwa ubora
wa viwango vinavyokubalika. Akitoa salamu za mkoa, mkuu wa wilaya Kaskazini B Unguja Juma Sururu amesisitiza amani na utulivu kwa Zanzibar nzima, kwani bila ya hayo nchi itakosa mwelekeo mzuri. Bila amani na utulivu maendeleo haya yasingekuja. Kwa hivyo tudumishe amani na utulivu katika maeneo yetu, katika makazi yetu, katika maeneo yote ambayo yanahusika na swala hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa unavyoona kambi hii ni ya zamani, lakini kwa uwezo wa Afande Kamishna sasa hivi kambi hii itakuwa ya kisasa zaidi. Nikiripoti mimi ni Mariam Khair, Zinjibari TV.